Kumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani, na ripoti kutokea hapa katika mitaa ya Kaburi Moja Station. Mimi niko na Dosa wa klabu ya soka ya Young Africans. Tuyagusie yale. Dosa bwana, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu mwema, Mungu mzuri. Mungu ametuletea Ramadhani. Na umefunga Dosa? Bila shaka. Mwezi wa Ramadhani umeletwa kwa ajili ya waumini wa Kiislamu, kwa ajili ya kutubia madhambi yao kuwa sawa. Lakini ukubwa wa Mungu pia ametukutanisha Ramadhani na Kwaresma. Kwa hiyo ni miezi mitakatifu, ni miezi ambayo kila mtu anapaswa kumcha sana Mwenyezi Mungu. Kila mtu anapaswa sana kufanya mambo mema. Mwezi huu itakuwa ni ajabu. Ukimkuta Mikoi Kisugu gesti, ukimkuta Mandala gesti, captain wa mashabiki ukimkuta gesti. Ni mwezi ambao dini zote zinakataza mambo mabaya. Kwa hiyo kwenda kule kumbe mnajua ni mambo mabaya. Yes. Kwa hiyo tumekatazwa na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumekiri na tumeacha. Bwana, tuendelee huku ndugu yangu bwana. CRDB Federation Cup jana imeendelea tena. Nimemwona mwamba kweli kweli Mudathiri haya, lakini dhahiri binafsi nimemwona Buba. Anaitwaje ile? Buba. Marabuba. Hatari Anamekimbia sasa hivi, sijajua kwa upande wako. Kwanza niwapongeze Young Africans, wachezaji, technical staff, viongozi pamoja na sisi mashabiki. Kuona kwa namna moja ama nyingine klabu yetu imeingia hatua inayofuata. Ushindi wa goli 2 dhidi ya Cosmo, ushindi wa goli 2 zilizofungwa na Buba. Ni mwanzo mzuri, ni ishara nzuri kwa mchezaji kama Buba. Sio rahisi mchezaji kwa mechi ya kwanza kuanza kwa kufunga goli 2. Lakini pia sio rahisi kumpima mchezaji, kumpa ubora mchezaji kwenye mechi kama ya Cosmo. Kwa hiyo niwaambie wanahabari, mchezaji wetu ni mzuri, lakini bado tutashindwa kumtathmini moja kwa moja kupitia mechi dhidi ya Cosmo. Cosmo, jana namsikiza mtangazaji anatoa historia ambayo mimi binafsi sikuwahi kuijua. Anasema ligi ya Tanzania imeanzishwa 1965. Ligi ya Tanzania 1965. Cosmo ni timu ya pili kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo haikuwa timu ya kubeza. Lakini Cosmo imevurugika. Cosmo imegawanyika. Cosmo imesambaratika. Jana ameenda kuchukua goli 2. Kilichoniuma mimi ni kuona wachezaji wa Yanga, technical staff ya Yanga, mbele ya mashabiki wao, sisi tunakwenda kumfunga Cosmo goli 2. Kilichokuuma ni kwenda kumfunga Cosmo goli 2. Lakini jambo ambalo limeniumiza zaidi ni kuona baadhi ya mashabiki wengi wa Yanga wanafurahishwa kwa ushindi wa goli 2 dhidi ya Cosmo. Gari majirani wao walishinda 3. Ushindi ule waliohitajika kufurahia zaidi walikuwa labda Coastal Union na Mungo FC. Lakini sisi kama Yanga, kwa namna kikosi chetu kilivyo, bajeti yetu ilivyo, ubora wa wachezaji wetu ulivyo, sio rahisi kushangilia ushindi kama ule. Si rahisi kushangilia ushindi kama ule. Na hapa niseme wazi, bado wachezaji wana deni na sisi mashabiki. Jana tumechezesha wachezaji ambao wametoka kucheza CAF Champions League. Inawezekana tukazungumzia fatiki, lakini bado kiwango hakijaridhisha dhidi ya Cosmo. Kwa hiyo wachezaji watusikie, kocha tusikie, viongozi watusikie, tunahitaji timu yenye kujipambanua zaidi kuliko jana. Tunahitaji timu yenye kushambulia zaidi kuliko jana. Nimeangalia second half, timu kama ya Yanga nimelia sana. Dakika 45 za mwisho timu inashindwa kutengeneza nafasi. Wengine usimsifu mpinzani uliokutana naye. Msifu na mtu anayekukimbiza.
Kwa hiyo nikajiuliza, tumecheza na Cosmo vile, vipi tukicheza na Simba Sports Club? Baada ya mechi nikamsikiliza mjumbe wa kamati kakaangu Alex Ngaya anasema mechi tulifanyia kama mazoezi. Nikasema yes, alikuwa kwenye akili yangu. Kile sio kiwango cha Yanga. Nikamwambia, nikamuongezea hapo Alex Ngaya, nikamwambia wachezaji wana kazi ya ziada kuifanya kuelekea tunaenda kucheza na Simba. Wachezaji wa Young Africans wana kazi ya ziada kuhakikisha tunakwenda kumfunga Simba. Ila wewe uone kama mnaenda kumfunga. Tuna mamlaka ya kumfunga Simba. Yo. Tuna kibali cha kumfunga Simba. Sawa. Tuna uwezo wa kumfunga Simba. Sawa. Lakini pia tuna tabia za kumfunga Simba. Je, tabia hii, kibali hiki kitafanya kazi ikiwa uwezo unaonyesha zaidi ya Cosmo? Yo. Kocha ajiangalie. Huenda kuna kitu kikamkumba dhidi ya Simba. Ajiangalie. Mashabiki wa Yanga tabia yao ni moja. Wana tabia kukupenda, wana tabia kukuchukia. Hawajabadilika tangu timu imeanzishwa hii. Kocha ajiangalie namna kikosi chake anavyokipanga na mbinu zake anazozitumia, anakwenda kuzitumia vilivyo dhidi ya Simba. Vinginevyo story itabadilika kwake. Kuna namna hivi mashabiki wa Young Africans huwa huelewi. Kuna namna story huenda ikabadilika kwake tarehe 1. Mashabiki wameanza kupiga kelele kwenye mashindano ya CAF Champions League. Kelele zao bado hazijasikika kwa sababu malengo ya klabu kama rais alivyosema alikuwa ni makundi. Lakini tunakuja kwenye ligi mama. Ligi ambayo malengo yetu, mipango yetu ni kuchukua ubingwa. Je, unaweza ukachukua ubingwa ikiwa mwalimu anasuasua? Mwalimu ajiangalie. Mwalimu ajiangalie. Bwana Dosa, tuzungumzie hili bwana. Jana ilikuwa juzi, klabu ya soka ya Simba, klabu ya timu ya taifa ya Tanzania walikuwa wakimsainisha kocha Miguel Gamondi. Lakini nikasikia Mheshimiwa Makonda akatoa rai haraka iwezekanavyo ya kwamba zoezi la transformation la klabu ya soka ya Simba Sports Club liweze kufanyika haraka iwezekanavyo. Ndugu yangu, haikumaliza hata wiki, chuma kimejibiwa hapo juzi. Mnaona na nyie Young Africans kwa kile ambacho kinafanyika ndani ya Simba Sports Club, na nyie pasi na shaka mna haja ya kufanya namna hii ambavyo Simba Sports Club inafanya. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Waziri. Amegundua ndani ya Simba kuna shida. Amegundua mashabiki wa Simba wana shida. Lakini vile vile amegundua baadhi ya viongozi wa Simba hawaelewani. Sio muumini sana kuzungumza haya mambo, lakini lazima nimpongeze Mheshimiwa Waziri. Anaweza akalitatua lile jambo la Simba. Lakini kumbukeni, Mheshimiwa Waziri huyu ni mwanachama na ni shabiki wa Simba. Na ninachokisema, tupo kwenye mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kusema ukweli. Mimi huko sipo. Wewe ndo haupo. Umesema wewe. Ni Simba. Kama anaweza kukanusha yeye ni Simba, akatae, tuna Kwaresma na tuna mwezi wa Ramadhani. Dini zote mbili zipo. Lakini akikataa kwamba yeye sio Simba, tutamuonyesha video zake. Sio mimi, Dosa huyo ndo amesema. Nina video yake moja, yupo kwenye benchi la ufundi. Kama nani? Wewe ujue ya mambo, tuachie sisi. Sasa wewe nikuulize, je, Mheshimiwa Waziri kuwa Simba ni dhambi? Wewe nakuuliza. Mimi najua yule sio Simba. Endelea kujifunza zaidi. Lakini mimi kumuumini wa mambo hayo sio mzuri sana, hususan kwenye mambo ya transformation. Ila nimempongeza Mheshimiwa Waziri kwa kuona kuna tija ndani ya Simba kufanyiwa marekebisho. Yes. Kuna tija ndani ya Simba kufanyiwa marekebisho. Nadhani ya kwamba kuna faida gani sasa Simba baada ya hili wanaweza wakanufaika kama wao pamoja na wanachama wa klabu ya soka ya Simba? Maana kilio chao kikubwa ndo kilikuwa hiki, katiba iweze kubadilishwa. Alotoa wazo ni mwanachama wa Simba.
Alotoa pendekezo ni mwanachama wa Simba, lakini pia alotoa amri ni mwanachama na ni shabiki wa Simba. Yeye ana majibu sahihi. Huu mchakato utawasaidia vipi? Yeye ana majibu mazuri ya kuhakikisha kwamba wana Simba kwa hiki tulichokifanya tunanufaika na umradi. Ila mimi utanionea hapo. Ila nikiisoma ile katiba kuna vipengele juzi wakati vinasomwa jana wakati vinasomwa vikawa vinasema ya kwamba sio mwekezaji, ni muwezeshaji wa klabu. Hii kama kuna namna ya tofauti hivi kidogo. Kwa hiyo wanataka muwezeshaji au mwekezaji? Yaani katiba haimtambui mwekezaji kwa sababu mchakato ulikuwa bado hujakamilika, ila katiba inamtambua muwezeshaji. Kiswahili kikae sawa hapa. Sio mwekezaji, muwezeshaji. Mimi mtu wa Pwani, Kiswahili nakielewa vizuri. Sawa. Ina maana kwa taarifa iliyotoka BMT kwamba tajiri alikuwa ni muwezeshaji sio mwekezaji. Alafu kuna video za tajiri zilikuwa zinasema ana timu inaitwa Simba Sports Club. Taupoza moyo au taupoza. Taupoza moyo au taupoza. Na tujaona bado tajiri. Lakini msemaji wa BMT anapaswa msajili ndio alikuwa msemaji jana. Anapaswa kukanusha zile kauli zote alikuwa anazozungumza tajiri. Anapaswa kuzikanusha. Lakini naye pia undo wakati viongozi wa Simba pia kutoa tamko kwamba Mo hakuwa mwekezaji, alikuwa ni mwezeshaji. Sasa nani hapo? Tusubiri tamko kutoka kwa nani? Maana kwa Simba kuna uongozi wa pande mbili. Kuna uongozi wa mwezeshaji kwa mujibu wa katiba mpya Simba Sports Club ambayo inaongozwa na Festus Magori, lakini pia vile huku kuna upande wa Murtaza Mangungu. Mimi nafikiri jibu sahihi. Kwa sababu baada ya kutamka hivyo viongozi wa Simba wamejibu. Hawajajibu. Viongozi wa bodi ya kurugenzi wamejibu. Hawajajibu. Nani hapo yuko sahihi? BMT anaonekana yuko sahihi. Kwamba hao walikuwa na muwezeshaji sio mwekezaji. Sasa wale wamekaa kufanya nini pale ndani ya Simba sasa? Katiba mpya si imeletwa jana. Wewe bwana utanipeleka polisi wewe. Maswali yako utanipeleka polisi. Wale wamekaa. Hayo maswali utanipeleka polisi. Mimi Simba ni watani zangu. Lakini siwezi nikawatania nikavuka mipaka. Huko utanipeleka polisi. Mimi na tunaulizana. Ndio maana nikasema yaani wale BMT simesema yule ni mwezeshaji. Viongozi wa Simba wamejibu. Hawakujibu, si ndio? Sawa, viongozi wa Simba maana yake ni mwenyekiti. Viongozi wa bodi wamejibu. Ambao inakwenda kule kwa nani, kwa mwezeshaji mwekezaji, si ndio? Si hawakujibu. Ina maana ukimya si majibu. Basi hao wako sawa. Na wewe kuanzia leo utakuwa uondoke na hii kauli kwamba Simba haikuwa na mwekezaji, ilikuwa na mwezeshaji kupitia huku. Sasa wale viongozi wamekaa kwa ajili ya nini? Ndio wewe tosheka na maelezo ya huku, wewe utaenda kufungwa. Wewe una ujimama ambao una uwezo nayo. Unajua kuna namna hivi bwana sielewi. Swali hilo ukikutana na mchambuzi ambaye ni shabiki wa Simba kama Farahani muulize. Au ukipata press ya kuzungumza na Mangungu muulize. Bwana taarifa imetoka kule, wewe alikuwa ni mwezeshaji sio mwekezaji. Wewe una majibu gani? Wewe utanipelekea mimi Central? Afande watanisamee. Mimi huko zibo. Maafande? Watanisamee. Mimi huko sipo. Ila huwezi kulijibu hilo. Hapana, siwezi kujibu hilo. Liko nje ya uwezo wako. Na akili yangu pia iko nje yake. Na akili pia iko nje yake. Bwana turejee huku bwana. Simba Sports Club wanakwenda kucheza michezo miwili ya ligi kuu Tanzania bara. Young Africans nao pia the same. Wakitoka hapa, mimi na wewe ninavyozungumza tuna siku 11 tu kuelekea dabi ya Kariakoo. Tuzungumze hapa Dosa. Unasemaje? Unawaona Young Africans kuendeleza kile ambacho anachokitaka ama unawaona Simba Sports Club ya Anicet Eura ya Libase Gye hatari hiyo? Awe maliza tu swali lako. Mimi nimesema hatari. Kwenda kufanya yale ambayo wanayoyataka ndani ya Simba Sports Club. Maana kuna baadhi ya video zinasemekana hawataki kuwa watumwa na kuwa kitu ambacho hawataki pia ni dhahama hii ya kuwakumba mara 7 mfululizo kufungwa na Yanga. Mechi ya dabi ya Simba vs Yanga ni mechi ngumu. Ni mechi kubwa.
lakini vile vile ni mechi ya kihistoria. Ni mechi ambayo vilabu viwili vinafahamiana vizuri kabisa. Ni mechi ambayo Yanga ametoka kupata matokeo mara 6 mfululizo. Si jambo la kawaida. Mimi ninachoamini, licha ya Simba kufungwa mara 6 mfululizo, bado naamini mechi itakuwa ngumu. Bado naamini mechi itakuwa nyepesi. Jambo ambalo Yanga wanapaswa kuwa na tahadhari nalo. Wanapaswa kuheshimu sana Simba kwenye huu mchezo. Sana. Unaona Simba wengine kuwa hatari zaidi. Yanga wanapaswa kuheshimu sana Simba. Usiende uwanjani ukiamini kwamba hiki ni kibonde changu. Mpira una maajabu yake. Mpira una surprise yake. Usije ukashangaa yule unamzania ndiye kumbe si. Kwa ni lazima Yanga wafanye mazoezi ya kutosha kwenda kumkabili Simba. Kati ya hao wawili Dosa, unampa nani alama kuondoka na alama 3 muhimu? Mimi ni mwanachama, mimi ni shabiki, ni lazima nitavutia upande wangu. Lazima nitavutia huko. Lakini bado naamini timu itakayojipanga vizuri ndio atakayeshinda huu mchezo. Lakini wewe kwa Simba ambavyo unaiona, ni Simba ya namna gani ambayo inakwenda kuwakabili Yanga? Simba imebadilika. Simba iliyoanza CAF Champions League, iliyoanza ligi kuu ni tofauti na Simba hii ambayo ipo leo. Kwa hiyo ni lazima uheshimu wachezaji ambao hujai kukutana nao. Lakini vile vile maingizo mapya ya Simba tumeyaangalia. Wapo baadhi ya wachezaji wana ubora. Tutikise kiberiti hapo sasa. Tutikise kiberiti hapo. Nani unamuona ni mwiba kweli kweli anaweza kwenda kuwasumbua Young Africans ndani ya Simba Sports Club? Wachezaji wote. Wachezaji wote. Yule mmoja anaweza kuwa hatari. Wa Simba au? Kwenye mikimbio yake. Wawili tutikise. Wapo wachezaji wa kuchungwa kwenye huo mchezo. Yupo Clatous Chota Chama, ni mchezaji mzoefu, ni mchezaji mwenye ubora. Lakini mashaka yangu yapo kwa maingizo mapya. Akiwemo Gueye. Anaitwa hivyo? Libase. Lakini nikimwangalia mchezaji wa pembeni ambaye anacheza eneo la namba 7. Oura, anaitwa hivyo? Ni mchezaji pia hatari. Mchezaji wa kuchungwa sana kwenye hiyo dabi. Lakini juzi nimepata bahati tena kumwangalia mchezaji wao mwingine ana rasta hivi. Bala. Ni shida hizo za Simba hizo. Kwa lazima Yanga pia ijitahadhari na hao wachezaji. Ukienda kwa sababu mimi nilimfunga mechi 6 mfululizo, ukamchukulia poa, atakuadhibu. Kwa Yanga lazima wafanye kazi ya ziada, hususan mabeki wao. Sababu ukienda kule watu wanakimbia. Ukija huko watu wanakimbia. Ukija katikati mali inakaa. Lazima uwe na wachezaji wenye kuwa na uwezo mkubwa sana kuwazuia. Muone Pacome labda. Watu wengi wanasema huko ni mbele kwa upande wa Simba. Shida ya Simba ni ile ile tu. Shomari Kapombe. Ndio shida ya Simba. Shomari Kapombe. Lakini bado naamini Pacome atamwini zaidi Kapombe. Sababu anamjua na Pacome ana ubora. Atamwini. Lakini bado naona pia kuna vijana watapata shida kwa hizi safu za Simba. Mimi ninachoamini mechi itakuwa bora, mechi itakuwa nzuri. Kuna watu watapata shida kwa safu hii ya Simba huku. Sasa ukimkaba Aura lazima beki wako awe sawa sawa. Ukienda kumzuia Gueye si Gueye. Aitwa nani? Libase Gueye. Ana kevu. Shwa. Imo Diara anayokota. Jana nimeangalia mechi moja ya Arsenal na Wolves. Nikakumbuka goli la Gueye. Goli lake la kwanza kwenye ligi. Nikasema limefungwa jana tena. Pielo. Wakati Wolves wanapiga nafikiri chuma cha kwanza hicho. Kwa hiyo Gueye ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anahitajika kuchungwa na ukienda uende na akili zako timamu. Kama ukienda ovyo ovyo anaweza akakuadhibu na mambo akabadilika uwanjani. Shukrani sana Dosa, kila laheri ndugu yangu. Asante sana.